Mdhibiti wa bajeti ameshtumu kaunti kwa matumizi mabaya ya fedha katika shughuli zisizo za lazima. Katika ripoti yake ya bajeti ya mwaka 2025, Daktari Margaret Nyakango alibaini kuwa kiwango kikubwa cha fedha kilitumika kwa safari za nje ya nchi, mafunzo na ziara ya mafunzo ambazo kulingana na Nyakango hazikuleta faida yoyote kwa wananchi. Kufuatia maandamano ya tarehe 25 Juni mwaka 2024 yaliyosababishwa na hasira kuhusu bajeti ya kitaifa na usimamizi mbaya wa fedha za umma, Rais William Ruto alihutubia taifa na kutangaza kile alichokiita kuwa mikakati madhubuti ya kupunguza matumizi ya kupindukia katika taasisi za serikali. And extending to the Lakini mwaka mmoja baadaye, serikali za kaunti na taasisi zake zinaonekana kuendelea kupoteza pesa za walipa kodi bila matokeo yote ya maana. Kwa mujibu wa ripoti ya mdhibiti wa bajeti Dr. Margaret Nyakango, maafisa wa serikali za kaunti, wawakilishi wadi na magavana wameendelea kutumia mamilioni ya pesa katika ziara ya mafunzo, warsha na safari za kujifahamisha ambazo nyingi yazo zingeweza kufanyika ndani ya nchi kwa gharama chini zaidi. Nyakango alisema, nikimnukuu, kuna matumizi mabaya ya fedha katika serikali za kaunti kuhusu safari za nje ya nchi kwa sababu mikutano hii ingeweza kupangwa Nairobi au hata katika miji ya karibu ndani ya kaunti zenyewe. Mwisho wa nukuu. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kaunti ya Nairobi inaongozwa kwa kutumia fedha nyingi zaidi katika safari za nje ya nchi, ambapo shilingi milioni 229.7 zilitumika ndani ya miezi 9 pekee. Kaunti nyingine zilizotajwa kutumia fedha vibaya ni pamoja na kaunti ya Machakos ikitumia milioni 82, kaunti ya Lamu milioni 76, kaunti ya Kitui milioni 66, Mombasa milioni 59, Nakuru milioni 57, Nyeri milioni 55 na Kisumu milioni 51. Aidha, ripoti hiyo iliendelea kufichua kuwa katika kaunti ya Nandi, jumla ya shilingi milioni 44 zilitumika kwa safari za nje ya nchi, ikiwemo ziara tatu ya kuelekea taifa la Singapore kujifunza kuhusu kilimo cha kisasa. Maswali yakizuka jinsi pesa hizo zilivyotumika, wakati wakulima wakilalama kukosa pembejeo kama vile mbolea na masoko ya bidhaa zao kwenye kaunti hiyo. Ripoti hiyo ya Nyakango ikizidi kupasua mbarika na kufichua kuwa maafisa wa kaunti ya Busia walitumia kima cha shilingi milioni 1.8 katika safari ya kwenda jijini New York kuhudhuria mkutano wa Baraza la Umoja wa Mataifa, jambo ambalo Dr. Nyakango alishangaa akihoja umuhimu wa safari hiyo ya kidiplomasia wakati kaunti hiyo ya Busia ikizidi kukumbwa na matatizo ya kiafya na miundombinu duni. Huku kaunti zikiendelea kukiuka masharti ya matumizi ya fedha za umma kwa kisingizio cha safari za nje kujifahamisha na maendeleo, swali lilobaki ni je, ni nani atakayewajibisha viongozi hawa?